Ndiyo. Sawa. Mtume Muhammad aliwahi kutajwa na Yesu? Hamna sehemu Mtume Muhammad ametajwa na Yesu. Kabisa? Yesu amtaje Mtume Muhammad? Hapana. Je, kwa tabiri aliwahi kumtabiri? Kumtabiri Mtume Muhammad? Hapana. Yesu anaweza kujua mambo yajayo? Anajua. Kama anajua, katikati yake amekuja mtu amepata wafuasi wengi mno, aitwa Mtume Muhammad. Hilo jambo alikuwa analijua ama alikuwa alijui? Yaani yeye hakujua kama atakuja Mtume Muhammad, isipokuwa alikuwa anajua kabisa kwamba kuna manabii wa uongo watakuja. Kwa nini Waislamu hamumfuati Kristo? Umeniambia moja ya sababu ni kwa kuwa Yesu alikuwa ametumwa kwa wana wa Israeli. Unamaanisha kwamba wana wa Israeli hawatakiwi kuwa Waislamu? Sijamaanisha hivyo. Mpenzi mtazamaji wa channel yetu, tupo hapa bwana na mwalimu Kimweli, Ustadhi Kimweli. Huyu ni mwalimu wa dini ya Kiislamu, mwalimu ambaye anaweza kutusaidia kuelewa zaidi kuhusiana na dini ya Uislamu pamoja na kuelewa Qur'ani. Inawezekana tukaelewa vile vile Biblia, kwa sababu wao wanaokuwa wasomi, maustadhi wanakuwa wanasoma vitabu mbalimbali kwa ajili ya dini. Leo tupo hapa tunataka tujadili kitu kimoja. Kwa nini hawa Waislamu hawafuati njia ya Kristo? Kwanza naanza kusoma maneno. Nitasoma kwanza Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe, kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokee kwa shukrani, na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokewa kwa shukrani, kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Sawa, naweza tukaanza na maneno hayo kwamba mwishoni huku Yesu alishatutabiria kwamba tutakuja kupata roho zidanganyazo, watu wataanza kuzifuata hizo. Nasoma Yohana 14 mstari wa 6. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia ya kweli na ya uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Tuanzie hapa mwalimu kwanza. Asalamu alaykum, habari ya leo? Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Kwanza kwa salamu, mimi nashukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni mzima, na namshukuru Allah kwa kunipa afya. Nashukuru pia kukutana na ninyi. Kwa hivyo kwa sababu hiyo nadhani nimeshasalimia. Sasa tunaweza tukaenda kwenye yale ambayo ya present kama sehemu ya hoja. Katika yale uliyo present tumesoma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, si ndio? Sura ya 4, sura ya kwanza mstari wa 4. Sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka, hebu irejee hiyo aya. Hicho kipengele. Naweza nikasoma mstari mmoja tu kwa sababu ndio nilikuwa nataka hasa ni utumie huu hapa naosema, basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Ni kweli? Ndio. Nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo. Kwa hiyo sio nyakati za mwisho watu wote. Nyakati za mwisho wengine. Ukisikia wengine maana yake kuna watu baadhi wataacha mafundisho ya Mungu, watafuata mafundisho mengine ya roho za mashetani, lakini kuna ambao watakaokuwa wamebaki katika njia iliyo sawa sawa. Kwa hivyo ukisema nyakati za mwisho watu watajitenga, ni kweli wapo, na sisi tuamini kwamba wako waliojitenga na Ukristo, waliojitenga na njia ya Kristo. Hakujasema kwamba waliojitenga na Ukristo. Kuna maana ya Ukristo na Kristo. Kristo ni nabii, neno la Kiunani. Nyakati za mwisho wako watu watakaojitenga na Kristo, kwa maana na nabii, mafundisho ya kinabii. Sio watakaojitenga na Ukristo, watakaojitenga na Kristo, yani watakaojitenga na mafundisho ya nabii, wakisikiliza roho zidanganyazo. Kwa hivyo hapa lazima utofautishe baina ya Ukristo na Kristo. Kristo ni cheo anachopewa mtu akiwa na sifa ya kuwa mfalme, kuhani au nabii. Neno la Kiyunani, la Kigiriki, kwa Kiebrania ni Masihi. Ndio maana yake hii. Kwa hivyo hapa haijasemwa kwamba ni kujitenga na Ukristo, ni kujitenga na Kristo. Sasa wale waliojitenga na Kristo ndio wanaosikiliza roho zidanganyazo. Sasa katika hao, je, Waislamu wamo? Wamo, ndio wamejitenga na Kristo. Kwa sababu zipi? Yaani lazima useme sababu ya Waislamu wamejitenga ni hii na hii na hii na hii. Kama hakuna sababu, mimi naweza kukuthibitisha kwamba Waislamu hawajajitenga na Kristo. Hawajajitenga na nabii. Kuanzia nabii wa mwanzo Adam mpaka nabii wa mwisho Mtume Muhammad, hakuna mahala Waislamu walipata kuwabagua na kusema manabii hawa hawafai kufuatwa. Kwa hivyo Waislamu wanaamini manabii hawa wanafaa kuaminiwa, wanafaa kufuatwa kwa nyakati zao. Naam. Sawa kabisa. Hapo ngoja niunganishe moja kwa moja na lile andiko linalosema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa njia kwa Baba yangu ila kwa njia ya mimi. Labda hilo nalo unaweza kulifafanua kidogo. Kwa sababu mimi moja kwa moja nasema kwamba Waislamu hawafuati hiyo njia ya Kristo. Tuanzie hapo kwanza kuhusiana na hilo andiko. Asante sana. Andiko linasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu hawezi kuja kwa Baba yangu ila kwa njia yangu, kwa njia ya mimi. Andiko hili kwanza lazima uelewe wanaohubiriwa ni akina nani. Yaani kwa mfano, rais wa nchi ya Tanzania akisema mimi ndio kiongozi,
na mtu yoyote hawezi kuruhusiwa kuishi katika nchi hii, lazima nikubali mimi. Maana yake ni kwamba Watanzania ndio wanaoamrishwa kumtii huyo kiongozi, sio watu wa dunia nzima. Sisi tuelewa kwamba Yesu Kristo alikuwa ni nabii kwa zama zake na kwa eneo lake. Kwa zama zake ni lazima watu wa zama zake wamfuate yeye, na kwa eneo lile alilotuma lazima wamfuate yeye, kama vile ilivyokuwa kwa Musa. Kwa zama zake lazima watu wamfuate Musa, na kwa eneo lake lazima wamfuate yeye. Si kwa maana kwa zama zote na kwa watu wote, bali sisi tunaamini ni kwa zama zake. Hebu fungua kitabu cha Mathayo. Mathayo ngapi? Sura ya 15 mstari wa 24 25. Anasema hivi, akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akasema, Bwana unisaidie. Akajibu, si vyema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Sasa hebu nielezee. Huyu ndiye anasema mtu haji kwa baba ila kwa njia, lakini huyo anasema sikutumwa isipokuwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Sasa swali nalokuja, ukiwa unachukulia mafuhumu kila mtu lazima amfuate Yesu Kristo, je, kila mtu humu duniani Mwisraeli? Humu duniani sio kila mtu Mwisraeli. Kwa maana kwamba waliokusudiwa katika kila mtu lazima nifuate mimi ni watu wote au ni Waisraeli tu? Ni watu wote. Hapana, ingelikuwa ni watu wote asingeweka hii kauli ya kusemaje, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Ingelikuwa ni watu wote asingeweka kauli hii, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa kuweka tu sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, hii inatoa tafsiri kwamba anapokusudia hakuna mtu anayeweza kwenda kwa baba isipokuwa kwa njia yangu, anakusudia wale watu walioko ndani ya lile himaya lake au boma lake, himaya yake ya wana wa Israeli. Yoyote katika wa Israeli kwa zama zake ilikuwa hakuna uwezekano mtu yoyote kurithi uzima milele bila kumkubali Yesu Kristo. Ndio maana akasema hayo, na ili uelewe alifika hatua akasema si vyema, kwa sababu alimuomba msaada alikuwa si Mwisraeli, ni mwanamke Mkananayo. Akamwambia si vyema kukitoa chakula cha watoto. Kwa maana ya kwamba kuna jamii kwa Yesu inaitwa watoto, kisha anapotupia nani? Mbwa. Kuna jamii nyingine ambayo sio watoto inaitwa nani? Mbwa. Tena kwa kipindi kimoja na kwa mipaka tu michache, yani kilomita chache. Kuna watu walioko pembeni ya Israeli waliitwa mbwa, na kuna watu walioko ndani ya Israeli Yesu akawaita watoto, na hao ndio wanasema hakuna awezaye kwenda kwa baba yangu ila kwa njia ya mimi. Hawa ndio watoto wake aliokuwa akiwaongoza. Umenipata? Lakini tunaweza tukasemaje kwamba labda hapo alikuwa ndipo anapoazia kwa ajili ya utume wake kuenea ulimwengu mzima. Nasema hivyo kwa nini? Kwa sababu tunaona kwamba Mungu imeandikwa kwamba kwa maana hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kitabu cha Yohana sura 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Naam. Ndio hiyo ulikusudia. Kwa maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Naam. Tunaweza tukasema hapa ndipo hapo Israeli alikuwa anasema hivyo kwa sababu ndipo alipokuwa anaanzia, lakini yeye ilikuwa ni mission ya ulimwengu mzima. Kwanza kabla ya yote, unaposikia neno ulimwengu kibiblia lazima ulitafsiri kimisingi ya Biblia. Na unavyosikia neno ulimwengu nje ya Biblia lazima ulitafsiri tafsiri ya nje ya Biblia. Nje ya Biblia ulimwengu ni universe. Universe maana yake ni vitu vyote, all heaven bodies, vitu vyote vya ulimwengu including planets, galaxies, stars na kadhalika, magalaxy na kadhalika, ndio maana ya ulimwengu. Lakini ulimwengu kwa maana ya Biblia ni mataifa 12 ya wana wa Israeli, ndio ulimwengu. Na ndio maana hata ile amri iliyotoka kwa Konstantino Augusto juu ya kuhesabiwa idadi ya watu wote duniani kote haikuja kwa ajili ya ulimwengu mzima, ilikuja kwa ajili ya eneo la himaya yake tu. Kwa hivyo hata himaya ndogo inaweza ikaitwa ulimwengu. Na hata lugha ya kawaida ya Kiswahili, ulimwengu wa michezo haukusudii ulimwengu mzima. Ulimwengu wa wanahabari haikusudii ulimwengu mzima, inakusudia portion ndogo ya watu walio katika cycle fulani, hii inakusudia ulimwengu. Kwa hivyo unaposikia ulimwengu au kasikia mataifa ndani ya Biblia, inakusudia wana wa Israeli. Na ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, nitakuja kuthibitisha baadaye, wakati watoto wawili wanazaliwa katika tumbo la mama mmoja, inatajwa mataifa mawili yako tumboni mwako. Mataifa mangapi? Mawili yako tumboni mwako. Na ukisoma Biblia, kwenye Biblia ya Agano la Kale kuna map katika nyuma ya Biblia kule inayoonyesha ulimwengu wa wana wa Israeli. Na ukionyesha ulimwengu wa wana wa Israeli, haziko nchi unazozifahamu leo hii kama Uganda, Marekani, Uingereza na China. Ni maeneo na mataifa yale ambayo wanayohusika wana wa Israeli. Kwa hivyo ulimwengu ndani ya Biblia lazima uitafsiri katika maudhui au muktadha ule wa Biblia. Mfano huo ni kama ifuatavyo. Ngoja nikupe mfano mwingine. Unaposikia neno kondoo ndani ya Biblia, unatafsiri nini? Kondoo najua ni wale ambao
kondoo ndani ya Biblia, ninachojua mimi kwamba ni wale ambao wanamfuata Kristo. Na kondoo nje ya Biblia, kwa mfano ukisikia mtaani kondoo, wanyama. Unaona sasa? Kwa hiyo lazima utofautishe lugha ya kimaandiko na lugha iliyozoeleka huku mtaani. Kwa hiyo lugha ya mtaani ina mipaka yake na lugha ya Biblia ina mipaka yake. Kwa hivyo unaposikia ulimwengu, haikukusudiwa ulimwengu kwa ujumla, ilikusudiwa eneo dogo la wana wa Israeli, ndio kusudio la ulimwengu. Lakini alisema ulimwenguni kote. Ndio. Kwani ukisema ulimwenguni kote, kwa maana wale wana wa Israeli haikusudi wao? Ulimwengu unajua ni wote. Ndio nimekupa mfano. Ukisema ulimwenguni mote, hebu angalia hilo andiko ulilolisoma wewe katika lugha ya Kiingereza. Angalia ndio utalielewa. Maana nakupa mfano mdogo. Au kama unaweza kunaweza kanisoma. Nayo mimi hapa ya Kiingereza. Ngoja nitakusaidia. For God so loved the world. Unaona kule kumetajwa ulimwengu. Ulimwengu katika Bible ni universe, katika lugha ni universe. World maana yake ni dunia. Utagundua kwamba kwanza maana imefanyaje? Imepunguzwa. Kutoka kwenye neno universe ambalo ni ulimwengu mpaka kwenye neno world maana yake ni dunia. Na dunia ni tofauti na earth. Earth ni planet including bahari na kadhalika. Dunia ni sehemu ndogo. Ukisikia kombe la dunia, dunia ni sehemu ndogo kuliko earth. Earth ni planet kwa ujumla. Dunia ni ile sehemu inaishi watu kwenye ardhi. Sasa hiyo kwenye ardhi kuna eneo sasa linaloitwa nini? Eneo la wana wa Israeli, nao wako humu duniani. Kwa hivyo Mungu alipenda dunia, that he gave his only begotten son, that whoever believe in him should not perish but have everlasting life, kwamba yoyote atakayemwamini asipotee bali awe na uzima milele. Sasa kwenye muktadha wa maelezo haya, kabla sijaenda mbali, kwenye Biblia ya Kiswahili umeona neno ulimwengu, na ulimwengu una mipaka mipana zaidi, lakini kwenye Kiingereza unaona kwamba imepungua kutoka kwenye neno universe imekuja kwenye neno world. World maana yake ni sayari moja, sio ulimwengu, ni sayari moja ndogo. Sasa ukija kwenye neno world, kadhalika ukitafsiri neno hili ulimwengu kibiblia, utakuja kupata maana yake ni jamii ile ya wana wa Israeli. Sasa tunaweza tukakubaliana kwenye kipengele kimoja. Jambo la kwanza, Wakristo wengi wanasema kwamba hapa alipokuwa akisema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, alikuwa ni kwa sababu ya mwanzo wa safari zake. Sijui umeelewa, lakini alikuwa ni sababu ya mwanzo wa safari zake, ndio sababu ya kusema hayo. Lakini huku mbele akasema nimekuja kwa ulimwengu mzima. Lakini ukweli ni kwamba ulimwengu unaotajwa hapa si ulimwengu unaotafsiri wewe, ni ulimwengu wa maandiko ya kibiblia. Baadaye nitakuja kuthibitisha. Kwa hivyo huu ndio ulimwengu unaokusudiwa. Yaani huo ulimwengu sasa unajumlisha mpaka hao Wakanaani ambao mwanzo waliwakataa? Hapana, unajumlisha tu Waisraeli peke yake. Waisraeli peke yake. Wakanaani hawahusiki tena hapa. Inajumlisha Waisraeli peke yao ndio wanaohusika. Sawa, tunakuja tunaona ile andiko hilo la ulimwengu. Hii ni Marko 16. Nasoma mstari wa 15. Anawaambieje wanafunzi wake? Sasa hapa ameshamaliza kazi, anawaambia, akawaambia, nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kuua hakitawadhuru kamwe. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapona. Ishara hizi za watu ambao wanaoamini, ambao wanatoa pepo kwa jina la Yesu Kristo, zinabakia kuwa za watu wanaomfuata Kristo. Nyinyi Waislamu, hata kama mtafanya ile mnasemaga mnatoa majini, sijui mapepo yale mnafanyaga nini, bado mnasoma hizo Qur'ani, bado hamtaji jina la Yesu Kristo. Lakini huko alisema kwamba ili utoe inatakiwa utaje jina lake. Ndio hapo nilipokusomea ule mstari wa mwanzo nikasema mwishoni watu watasikiliza roho zidanganyazo na roho za mashetani. Tunajuaje kama ile mnayotumia nyinyi ndio sahihi, kama Biblia ilituambia kwamba tutoe pepo kwa jina la Kristo? Nyinyi mnakuja mnasoma rukia na hivyo mnafanya mambo yenu hivyo yanatokea. Unajua kuna kitu kimoja mimi napenda ni cheke hapa. Hebu kwanza kabla ya kwenda kwenye kutoa mapepo, soma kitabu cha Matendo sura ya 2 mstari wa 22. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 22. Enyi wanaume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza ya ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi wenyewe mnavyojua. Kwanza hapa tunaelewa kwamba Yesu alidhihirishwa na Mungu kwa wana wa nani? Wa Israeli. Umenielewa? Lakini kwa hivyo tukienda kwenye ile pointi ya ulimwengu kwanza, mpaka Paulo anakuja anahubiri, bado anahubiri kwamba Yesu alidhihirishwa na Mungu kwa wana wa nini? Wa Israeli. Kwa hiyo tuko kwanza kwenye ile pointi kabla kwenda kwenye masuala ya kutumia jina au kutokutumia jina. Maana ukisema kutumia jina laweza likatumika la Yesu na hata lisiwe la Yesu na bado miujiza ikafanyika. Jina laweza kufanyika la Yesu na kwa waovu na bado miujiza ikafanyika. Na sasa hiyo inaitwa miujiza au inaitwa kitu gani? Kuna miracle na pseudo miracles. Kuna miujiza na miujiza bandia. Sasa lazima hicho kitu pia ukitofautishe. Mtu aweza kutumia jina ya Yesu akiwa yeye ni muovu na akafanya vitu watu wakashangaa ni maajabu. Sasa hilo nitakuja kufanua baadaye. Nitakuja kuonyesha baadaye. Ila nataka kwanza ni kuambia kipengele hiki kifuatacho kwamba Yesu mpaka anaondoka bado wanafunzi wake wanaelewa kwamba ujumbe wake
uliwahusu wana wa Israeli, ikiwemo Paulo katika kitabu cha Matendo inaelezwa katika sura ya 2 mstari wa 22, enyi wanaume wa Israeli, Yesu mtu wa Nazareti aliyedhihirishwa na Mungu kwenu kwa miujiza na maajabu ambayo Mungu aliyafanya kwa mkono wake. Kwa hiyo miujiza na maajabu Mungu aliyoifanya kwa watu humu duniani kupitia Yesu aliyofanya kwa watu gani? Wana wa Israeli, ikimaanisha kwamba inaendelea kusisitiza msisitizo ule ule ambao Yesu alikuja kwa lengo la wana wa Israeli. Soma tena kitabu cha Mathayo kabla ya kwenda mbele. Soma kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 kama sijakosea. Sura ya 2 mstari wa 6 anasema, nawe Bethlehem katika nchi ya Yuda mdogo kamwe miongoni mwa watawala wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Unaona sasa kabla Yesu hajazaliwa, nawe Bethlehem mdogo kamwe. Nataka kwanza niende na ile hoja kusema Yesu katumwa ulimwenguni kote. Nawe Bethlehem hapa kabla hata Yesu hajaja duniani, na huu ni habari zokuja nyuma kabisa kwenye habari za Mika zinanukuliwa tena. Nawe Bethlehem mdogo kamwe katika majumba ya Yuda, kwa maana kutoka kwako atatoka mtu atakayewachunga watu wangu Israeli. Sijui umeelewa lakini. Kwa hiyo Yesu aliletwa kwa ajili ya kuwachunga na kuwaongoza wana wa nini? Wa Israeli. Ndio maana sisi Waislamu tunaamini wa rasula li bani Israeli, na Yesu ni mtume lakini kwa ajili ya wana wa nini? Wa Israeli. Kwa hivyo hata ukisikia neno ulimwengu lisikubabaishe. Kwenye Biblia neno ulimwengu limetumika kwa maeneo mengi likikusudia eneo dogo. Limetumika kwa maeneo mengi likikusudia eneo dogo. Sasa tutakuja kudhibitisha mbeleni limetumika vipi, kwa sababu kuna upanuzi wa kimaarifa hapo, lakini bado na kudhibitisha kwamba Yesu alikuja kwa wana wa Israeli. Sasa hoja yako ya kusema kama ndivyo amekuja kwa wana wa Israeli, lakini ninyi Waislamu huoni kwamba hamtumii jina la Yesu kutoa mapepo, hamtumii jina la Yesu kufanya miujiza na kadhalika? Kwanza nataka nikwambie, kutumia jina la Yesu au kutumia jina la Yesu halimaanishi kwamba huo ndio ucha Mungu. Sijui umeelewa lakini kutumia jina la Yesu au kutokutumia jina la Yesu halimaanishi kwamba huo ndio ucha Mungu. Na sisi Waislamu maombi yetu yote hatutumii jina la mtu, awe Nabii Muhammad, awe sahaba yoyote au mtu yoyote. Sisi tunapoomba tunatumia jina la nani? La Mwenyezi Mungu. Sijui umeelewa lakini tunatumia jina la nani? La Mwenyezi Mungu. Aidha kuhusu kutumia jina la Yesu, hata waovu wanaweza kutumia na wakafanya maajabu, na haionyeshi kwamba kulitumia hilo jina maana yake ndio kuwa mtakatifu wewe, kwa maana unaweza kulitumia jina lakini bado wewe sio mtakatifu. Mfano sura ya 7 mstari wa 21 kitabu cha Mathayo 21 anasema hivi, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Endelea. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Hawa wametumia jina la nani? Yes. Walikuwa ni wafanya nini? Wanafanya miujiza, ni manabii. Wanafanya nini? Matendo yao ni mema, ni mabaya? Wanafanya matendo mabaya. Kwa hiyo kuna watu wanafanya matendo mabaya na wanafanya miujiza kwa jina la nani? Yes. Kwa hiyo kufanya miujiza kwa jina la Yesu sio kigezo cha wema. Sawa Je, kuna uwezekano mtu akafanya miujiza kwa jina lingine au kwa nguvu nyingine, au hakuna uwezekano? Inawezekana. Inawezekana Kama inawezekana, sasa hauwezi kuwahukumu Waislamu kwamba kwa nini hawatumii jina la Yesu ili waonekane ni wema, kwa sababu hata ungetumia jina la Yesu bado hakutafsiri kutumia jina lake ndio kuwa mwema. Ngoja kwanza mwalimu hapo kwanza kwenye hilo la kwamba mtu anatumia jina la Yesu lakini ni mwizi. Kuna huyu ambaye sio mwizi na hatumii jina la Yesu, na kuna huyu ambaye sio mwizi na anatumia jina la Yesu. Kutumia jina la Yesu kunatakiwa kwa sababu ndio, yani ni sawa na mtu awe na kitambulisho kwamba mimi ni usalama wa taifa, na mwingine na kitambulisho kwamba mimi ni usalama wa taifa, mwingine muongo, mwingine mkweli. Je, kuna mtu ambaye atakuwa ni usalama wa taifa na yeye hatambuliki kwamba ni usalama wa taifa? Ni sawa na hapo kwamba tunatumia jina la Yesu lakini tukiwa waovu, lakini kuna mtu hatumii kabisa na tutamuita mwema bila kutumia lile jina. Yani kuna ubaya gani mtu akitumia jina la Yesu? Sasa kabla ya kwenda mbali, hilo swali ndio la msingi. Sasa je, kutumia jina la Yesu yafaa ama haifai? Sijui umeelewa lakini hilo tu swali kwanza. Kabla sijaenda kusema yafaa ama haifai, tunamsikiliza Yesu mwenyewe katika kitabu cha Mathayo sura 11 mstari wa 28 na 29. Hebu msikilize yeye anavyotoa maelekezo, alafu ndio tuangalie. Mstari wa 21? Mathayo sura 11 mstari wa 28 na 29. Mathayo 28 anasema hivi, Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Sawa. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Sasa tumeona kwamba mtu yoyote anayemfuata Yesu, anayejiaminisha kwamba ni mfuasi wa nani? Wa Yesu,
Yesu, cha kwanza lazima ajifunze kwa nani? Kwa Yesu. Sasa swali linalokuja, wakati Yesu alipokuwa ana shida alikuwa anamwomba nani? Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sisi tukijifunza kwa Yesu tunapaswa tumwombe nani? Mwenyezi Mungu. Ndio maana sisi tukasema kwamba mara zote miujiza haifanywi kwa jina la Yesu, ila inafanywa kwa jina la nani? La Mwenyezi Mungu. Mfano, nataka nikupe mfano sasa. Nenda kwenye kitabu cha Yohana. Sawa, wakati naenda huko nataka nikupe kabisa hii kwamba Yesu mwenyewe pamoja na kwamba tunamfuata yeye, lakini yeye alitupa maelezo kwamba chochote mtakachoomba kwa jina langu Baba atafanya. Yes. Kwamba sisi tuombe lakini kwa jina lake na Baba atafanya. Yohana ngapi umesema mwalimu? Sasa kabla ya kwenda mbali, maana umeshaiweka hiyo. Chochote mtakachokifanya kwa jina langu, mtakachokiomba kwa jina langu Baba atafanyaje? Kwa hiyo kwanza mfanyaji ni nani? Baba mwenyewe. Alafu anayeomba kupitia, tunaomba kupitia jina la Yesu. Jina la Yesu. Kwenye Uislamu kuna notion inaitwa tawassul. Tawassul ni kuomba kwa kupitia. Lakini hiyo ina walakini mkubwa. Lakini ngoja hapo kwamba tukisoma hii kitabu chochote cha Yohana pale mwanzo kwamba vyote havikufanyika pasipo yeye huyo neno, ambaye huyo neno sisi tunamsema ni Yesu Kristo, kwamba ndio Baba yupo ambaye anaweza akawa anaagiza fanye hiki, vitu vyote vilifanyika kupitia yeye Yesu Kristo. Yani yeye ndo kama mfanyaji, Baba ndiye alikuwa kama ndo anayemtuma, kwamba yeye ndo anayefanya, na sisi tukimwomba Baba kwa jina, kwamba tunamwomba kupitia kwa utukufu wa jina la mwanao Yesu Kristo, tutafanikiwa kupitia hilo, kitu ambacho Waislamu hawafanyi kabisa. Kitabu cha Yohana ndicho unachokinukuu wewe, sura ya 1 mstari wa 1, kwamba vyote vilifanyika katika huyo. Kwanza lazima uelewe kwamba Yohana 1:1 mpaka 12 yale maandiko yamekaje hapo mwanzo. Sio kusoma, kuyaelewa kwamba ni ya nani. Wewe unaelewa ni ya nani? Ni Yohana anaongea pale, mtumishi wa Mungu. Sisi tunasema maneno yote ya kwenye Biblia, maneno yote ya kwenye Biblia maana yake ni manabii wanaongea yani ni Roho Mtakatifu anaongea kupitia vinywa vya manabii. Sasa ngoja nikuambie kitu kimoja. Wataalamu wa Biblia wameweka kitu kinachoitwa red pen. Unakifahamu? Red pen ni maandishi yaliyoko ndani ya kitabu cha Agano Jipya, kuanzia Mathayo mpaka Yohana, ambayo hayo ndio maneno ya Yesu. Na kuna black pen, maandishi yaliyoko kwenye kitabu cha Mathayo mpaka Yohana, ambayo ni maandishi ya watu wengine kiwemo waandishi. Sawa Yohana 1:1 mpaka Yohana 12 pale kote kumewekwa ni black pen, kwamba maneno ya kwake, yale maneno ya waandishi. Mwalimu, hili ni jambo jipya kwangu kwanza. Ni jambo jipya kwanza kidogo kwangu, kwamba kuna maandishi ambayo hayo ni ya waandishi peke yake, alafu kuna maandishi ambayo ni maneno kabisa ya Yesu. Sawa, kuna maneno ambayo ni ya waandishi na watu wengine, sio waandishi tu, na watu wengine, na kuna maneno ambayo ni ya Yesu kwa mujibu wa wataalamu wa Biblia. Nitakuja kufungulia hapa, nitakuonyesha na watu wataona. Maneno ya Biblia kwenye kitabu cha Mathayo mpaka Yohana, vile vitabu vinne, yenye rangi nyekundu yanamaanisha ni maneno ya Yesu mwenyewe, yenye rangi nyeusi yanamaanisha waandishi na watu wengine. Sasa unapokuja kwenye kitabu cha Yohana 1:1 ndio chenye kesi hicho, sababu kile kitabu, achilia mbali hilo unalolisema wewe, kuna kesi kubwa kule juu kimetoa definition ya Mungu. Hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Anayesema hakuwekewa red pen kumaanisha sio Yesu. Na wakati wa Yesu hakuna mwalimu mkuu zaidi ya nani? Ya Yesu. Haya mafundisho kusema hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu, wao wameyatoa wapi wakati mwalimu mkuu hajai kuyaeleza? Sawa. Umenipata? Lakini nakupata. Mwalimu mkuu ni Yesu. Yeye anasemaje kuhusu Mungu? Katika kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari 21, Mungu ni roho, na wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na red pen. Definition ya huku nyuma inasema Mungu ni neno. Sasa swali, wewe unachukua kipi? Yesu anasema atakayesikia maneno yangu akayashika atafanishwa na mtu mwenye nini? Mwenye akili, aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba, mvua zikanyesha, mafuriko yakaja, isianguke kwa sababu iko imara. Na atakayesikia maneno yangu yasishike atafanishwa na mtu mpumbavu, aliyejenga nyumba yake kwenye vumbi au kwenye mchanga, mvua zikanyesha ikabeba, kwa sababu msingi wake sio nini? Sio imara. Umenipata? Lakini sasa kwenye hoja hii ya kusema Mungu ni neno, kabla ya kuja kwamba vyote vilifanyika katika yeye, maana ndio inakuja vyote vilifanyika katika yeye, Mungu ni neno, na pasipo yeye hakufanyika chochote. Hii tafsiri kwanza ya Yohana 1 mpaka 12:13 pale, hii imetoka wapi? Si ni tafsiri ya kutoka kule mwanzo, kule ambako anasema Mungu alikuwa anaomba kwa neno, kuwa kitu fulani kinakuwa, kuwa kitu fulani kinakuwa, au neno ni la Mungu? Neno ni la Mungu. Kwa hiyo linamilikiwa au ndio lenyewe lenye kumiliki? Linamilikiwa maana. Kwa hiyo kumbe chenye kumilikiwa kinakuwa ni muumba, kinakuwa ni kiumbe. Chenye kumilikiwa ni kiumbe. Sasa unaona? Sasa wewe ukitafsiri kwamba neno ambalo inamilikiwa, halafu kalipa nafasi ya kumiliki, utakuwa umekosea. Kwa mfano, ngoja nikupe mfano. Isaya sura ya 55 mstari wa 8, 9 na 10. Kuhusu hilo neno. Halafu ndio tuje tufafanue hicho kipengele ambacho ulitaka kuitoa wewe. Sawa. Isaya anasema hivi, Isaya 55 sura ya 8. Mstari wa 8.
Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, ndivyo njia zangu zilivyo juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Maana kwa vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mawinguni, wala hairudi huko, bali hunywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Kwa hiyo kumbe neno kwa mujibu wa Biblia linamilikiwa na nani? Na msemaji. Ambaye ni nani? Kwa mujibu wa Biblia sasa hapa ni nani? Kwa hiyo Mungu ndio mmiliki wa nini? Sasa unaposema neno ni Mungu, unatafsiri nini sasa? Kwamba ni mtoto wa... Hili linamilikiwa kwa mujibu wa Biblia hapa, linamilikiwa neno langu. Ukisema neno langu maana yake namiliki mimi Mungu. Sasa ukisema neno ndio Mungu maana yake nini? Sawa mwalimu, mimi naona unanitoa kwa naenda kuniwekea kwa kuhusiana na neno kuwa Mungu au kutokuwa Mungu. Sitaki sana hiyo. Point yangu niliyokuwa naitaka mimi ni kuhusiana na pale kwamba tunapoomba tuombe kwa jina la Yesu, kitu ambacho Waislamu hawafanyi. Hambatizi kwa jina la Yesu, hamuombi kwa jina la Yesu. Hivyo. Sasa kwenye kuomba, kwa sababu Yesu alituambia mnatoa kwa rukia, sijui amesema hamtumii neno lolote lakini mnasoma yale maneno. Rukia tutakuja kueleza kwamba tunatumia nini. Tutakuja kueleza, sawa Lakini kwa sababu wewe umekuja ukasema Waislamu hatuombi kwa jina la Yesu. Sijui umeelewa lakini. Na mada yetu kama unaikumbuka sana nilisema kwa nini Waislamu hamfuati njia ya Kristo. Sasa moja wapo ni pamoja na kuomba. Ndio. Pamoja na kuomba. Ndio maana hapo ndani. Sasa sisi tunachokizingatia matendo ya manabii waliokuwa yakiyafanya ndio kielelezo kwa wafuasi. Sijui umeelewa lakini. Matendo ya manabii waliokuwa wakiyafanya ndio kielelezo kwa nani? Kwa wafuasi. Kwani Yesu yeye wakati alikuwa akiomba, alikuwa akiombaje? Naye wakati anawafundisha wanafunzi, wakati walitaka kufundishwa kuomba, aliwaambia mkiomba muombe vipi? Aliwafundisha kusali, sio kuomba. Sasa tuseme kusali. Msali vipi? Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wa kila siku. Ukisema utupe, maana yake nini? Atupe mkate. Ni ombi sio ombi? Ni ombi. Unamwomba nani? Mwenyezi Mungu. Sio nani? Sio Yesu. Sasa tunaomba. Kumwomba sisi watu tunamwomba Mwenyezi Mungu, ila maombi tunaomba kwa jina la nani? Nani aliyekutuma? Nani anayekupa hiyo ruhusa? Yani nani amenipa connection? Nani refa wako? Refa wetu ni Yesu. Yesu ni kibali. Yesu ni kibali kama Nabii Muhammad alivyokuwa ni kibali. Kwamba wewe unaomba kwa msingi ule uliofundishwa na fulani. Unaomba kwa msingi ule uliofundishwa na fulani. Kwa hiyo hata kwa kusema kwamba kuomba kwa jina la Yesu si kwa maana kuliingiza jina la Yesu kumwomba Mungu, ila kufuata ule msingi wake, ndio maana yake. Lakini yeye kwa maneno yake kama ulivyosema kuna red pen na black pen. Kwenye red pen anasema ombeni kwa jina langu. Mkimwomba nani? Baba. Mkimwomba Baba muombe kwa jina nani? La Yesu. Alipofundisha hivyo aliwaelekeza kwamba mtaliingizaje jina lake wakati mnamuomba? Sisi watu tunatamka tu tunaomba haya kwa njia. Yeye aliposema kwamba mkiomba kwa Baba muombe kwa jina langu, alitoa utaratibu, maneno mtayawekaje ili muombe Mungu? Hapo bado labda kuna walimu wangu nitasikiliza hapa wanaweza kanisaidia hapo, kwa mimi kweli sijui. Hapo hujui. Sasa wewe unapaswa kuangalia kwanza wakati Yesu akiwa duniani alikuwa kielelezo kwa matendo yake, yeye alikuwa akiombaje? Sijui lakini. Kwa hiyo usiangalie tu kwamba ombeni kwa jina langu, ule utaratibu alifundisha muombe hivi au watu wanajibunia. Maana watu wanasema Baba katika jina la Yesu, kuna mahala imeandikwa mkiomba muombe Baba katika jina la Yesu. Yesu tumeshaambiwa jina lake. Ndio sasa kuna kipengele kinacho demonstrate kwamba ili uombe Baba katika jina la Yesu, ulielekezwa hivyo. Na alipokuwa anasema muombe kwa jina langu alikusudia nini? Wakati yeye maombi yake yote na anawafundisha wanafunzi wake, mkitaka kusali salini hivi. Katika kusali ndio kuna maombi. Maana unawezekana hujajua neno swala. Kwani hili neno swala pia nalo nalielewa? Najua labda vile tunavyofanya yale matendo tunayofanya kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Swala lina maneno mengi na maana nyingi. Swala lina maana nyingi. Swala wakati mwingine ni maombi. Sio kila inapotumika neno swala maana yake ni ibada tu kumwabudu Mwenyezi Mungu, lakini ndani yake pia kuna maombi ya kwako wewe. Sijui lakini. Ndio maana kuna kitu kinaitwa swala ya maiti au ya jeneza. Kuna swala ya faradhi kama ile ya dhuhuri uliyosikia. Kuna swala ya mtume, sisi Waislamu kuna as-salatu ala nabi. Maana hilo neno swala neno la Kiarabu pia, swala ya mtume. Sasa lazima uelewe hilo neno swala maana yake ni nini. Sijui lakini. Na ndio maana nikakupa kipengele kwenye hiyo swala, utupe riziki yetu. Unaposema utupe, ni ombi sio ombi? Ni ombi. Sasa kama ni ombi, Yesu alisema wakati nasema utupe riziki yetu uunganishe na jina langu hapa? Hakuna, si ndio Kwa hivyo hakuna mahala pameunganishwa nini? Jina la Yesu. Sasa anaposema mkiomba muombe katika jina langu anakusudia nini? Manabii wanapotumwa. Sijui lakini sasa manabii wanapotumwa
huwa jina la Mungu huungamana na jina la nabii wake. Sijui umeelewa, lakini jina la Mungu huungamana na jina la nabii wake. Kwa hivyo imani yako unapomwomba Mwenyezi Mungu, unaamini naomba nikiwa mimi ni mfuasi wa nabii huyu. Ndio maana yake. Nakuomba Mwenyezi Mungu mimi nikiwa mfuasi wa nabii huyu. Lakini hayo mambo mengine ya kuingizwa kusema kwamba Baba katika jina la Yesu, hayo mambo hayapo ndani ya Biblia. Unasema unaomba ukiwa mfuasi wa nabii huyu. Hayo sasa ni maelekezo ya nani? Hiyo kusema naomba nikiwa mfuasi wa nabii huyu sio kwamba unaenda kuyasema wewe, sio lazima uyaseme. Yaani wewe kwa kumfuata yule nabii, unajua kabisa unamwomba Mungu ukiwa wewe ni mfuasi wa nabii huyu. Sio lazima uyaseme yale maneno. Aidha kama kuna mahala Mungu akakuelekeza sema, basi utasema. Sijui umeelewa, lakini kwa mfano Muislamu akisema ashhadu la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, liko fundisho. Sasa likiwa liko fundisho la kusema useme hivi, lazima useme vile. Hakuna usiingize. Sawa. Nini Waislamu hamumfuati Kristo? Umeniambia moja ya sababu ni kwa kuwa Yesu alikuwa ametumwa kwa wana wa Israeli. Unamaanisha kwamba wana wa Israeli hawatakiwi kuwa Waislamu? Sijamaanisha hivyo. Unamaanisha nini unaposema wale yeye alitumwa kwa pale kwa Waisraeli peke yake? Namaanisha kwamba kuna tofauti ya kufuata na kuamini. Sawa. Kumfuata maana yake ni kutii zile sheria zote alizokuja kuzifundisha. Kumwamini ni kwamba alikuja kufundisha sheria za Mungu. Katika sheria hizo kuna nyingine zaweza kufanywa mabadiliko na nyingine zaweza kubakia vile vile. Kiujumla Waislamu wanaamini manabii wote, sio wanafuata manabii wote. Wanaamini manabii wote kwa kupitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwa nini wanaamini manabii wote? Kwa sababu ujumbe aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio ujumbe kama huo aliokwenda nao Yesu kwenda kuwahubiria wana wa Israeli, aliokwenda nao Musa kwenda kuwahubiria wana wa Israeli. Na ili unielewe kidogo, nataka nikupe mfano. Wewe umesoma andiko, mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu, si ndio? Hebu nisomee kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 45 kama sikosei. 5:45. Yohana 5:45 anasema hivi, msidhani kwamba mimi nitawashtaki kwa Baba. Yuko anayewashtaki ndiye Musa mnayemtumaini ninyi. Hebu anzia kuanzia hapa 44 ili ushuke vizuri. Mnawezaje kuamini ninyi mnaopokeana utukufu ninyi kwa ninyi, na utukufu ule utokao kwa Mungu aliye wa pekee hamtafuti? Ndio. Msidhani kwamba mimi nitawashtaki kwa Baba. Bali yuko anayewashtaki ndiye Musa mnayemtumainia ninyi. Kwa maana kama mngalimwamini Musa, mngeniamini mimi kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Sikiliza vizuri. Kama mngelimwamini Musa, sio kama mngelimfuata Musa. Kwa sababu gani ya kusema kama mngenifuata Musa ila akasema mngemwamini? Kwa sababu kufuatwa anapaswa kufuatwa kwa zama zake nani? Yesu. Ila wakati wa Yesu unapaswa pia kumwamini nani? Musa. Umenipata? Lakini hapa yani kuna neno kufuata na neno kuamini. Kama mngemwamini Musa, mngeniamini na mimi. Na mngeniamini mimi maana yake mngenifuata. Mwalimu, umezungumzia hapa kuhusiana na manabii kwamba Waislamu wanaamini manabii wote. Ni kama Wakristo ambao wanaamini manabii wote kasoro Mtume Muhammad. Lakini na sisi tunaona hapo Uislamu upo kwa ajili ya kumdinauzi Yesu. Na ndio maana ni verses Yesu, sio nabii mwingine yeyote. Hebu niambie basi nabii mwingine yeyote ambaye alitumwa kwa ulimwengu mzima. Tukimtoa tu huyu ambaye mnamsemaga ni Muhammad, sijui naye na nyinyi mlijuaje kama yeye ndo alitumwa kwa ulimwengu mzima? Yaani uthibitisho upi kwamba yeye alitumwa kwa ulimwengu mzima ambao ndo dunia hii yote, alitumwa kwa watu wote. Yesu akatumwa kwa Waisraeli. Wengine wale wa nyuma, nani mwingine alitumwa kwa ulimwengu wote ukimtoa tu huyo? Kabla ya kwenda kwenye hilo swali lako, kuna kipengele umekiweka kwamba Waislamu wanampinga Yesu Kristo. Kabisa. Yaani hiyo ipo kwa sababu ndio kitu cha kwanza kabisa zile mnafanyaga. Na karibu kila muda mtu anaswali hata swala 5. Katika hizo swali 5 anahakikisha kabisa kuna sehemu amempunguza Yesu. Anampunguzaje? Hebu tupe mfano. Sikumbuki vizuri lakini najua kabisa ile mnasemaga kwamba Mungu ni sema Mwenyezi Mungu ni mmoja, kuzaa wala kuzaliwa, hana mwana. Najua hiyo katika zile swala lazima, labda unaweza kunisaidia kutamka vizuri. Sasa hayo ni mafundisho. Wewe sema labda Waislamu wanakataa kwamba Yesu sio Mungu au sio mwana wa Mungu, au hakufa msalabani au hakufanya hivi. Kuna mambo ambayo Waislamu wanakataa. Sijui umeelewa kini. Sasa kuyakataa hayo hakumaanishi Waislamu wanamkataa Yesu. Lakini msingi wake lazima uhusishe hapa. Yaani kwamba ni kama bwana unasema sisi Wakristo tuna yale maneno ya kusema unamkataa shetani na mambo yake yote ndiye namkataa shetani. Kwamba karibu kila muda wewe unajikumbusha kwamba namkataa shetani. Kila muda unajikumbusha. Ndio kila muda Muislamu anajikumbusha kwamba kuna vitu fulani ambavyo utukufu wa Yesu alionao huu sio utukufu wake. Yaani ni kila muda anakumbushwa. Kwa siku lazima akumbuke hata mara 5, mara 2, mara 3 ni yeye. Lakini lazima akumbuke. Mimi nataka nikuulize swali. Unadhani kwamba sisi tukisema Yesu sio Mungu ndio kumkataa? Mkisema sio mwana wa Mungu mnamkataa. Lakini tukisema sio Mungu hatujafanya kosa. Mkisema sio Mungu bado mnamkataa kwa sababu yeye ni mtoto wa Mungu. Kwanza kwenye uungu tunaanzia hapa juu. Tukisema Yesu sio Mungu tutafanya kosa? Ndio mnafanya kosa. Kuna mahala Yesu kadai ni Mungu?
Kadai ni mwana wa Mungu na mwana wa Mungu atakuwa nani? Kabla ya kuwa mwana wa Mungu, kadai yeye mwenyewe ni Mungu? Hapana, Yesu hajawahi kusema mimi ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hakuna mahala kadai yeye ni Mungu. Hakuna sehemu Yesu alisimama mwenyewe akasema mimi ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kama hakuna madai kama hayo, Uislamu hawakosei. Sasa tuje kwenye mwana wa Mungu. Tukisema Yesu sio mwana wa Mungu tutafanya kosa? Ndio, kwa sababu yeye alisema ni mwana wa Mungu. Wapi kasema? Kasema sehemu nyingi kwenye Biblia. Unajua? Sasa hebu nipe mfano wa andiko, alafu na mimi nikupe mfano wa andiko. Okay. Kwanza si andiko tule, kwa maana hii Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo ile kila muaminie mwanae wa pekee Yesu Kristo. Nakupa tu andiko kama hujapokuwa sikumbuki hata limeandikwa wapi. Ni Yohana 3:16. Mimi nakumbuka hilo. Ndio hilo andiko. Mungu tunaanza mwanzo kabisa. Kwa tafsiri hii kwanza tuelewe Yesu ni mwana wa Mungu wa pekee. Ndio. Si ndio? Ndio. Hebu tusomee kwanza kitabu cha Malaki sura ya 2 mstari wa 10. Malaki sura ya 2 mstari wa 10 unasema hivi, je, sisi sote hatuna baba mmoja? Mungu aliyetuumba siye mmoja tu? Hayo simama kidogo. Kwa hiyo watu wote kwa mujibu wa Biblia sasa, wote baba yao ni nani? Mmoja. Wanakuwa wao ni nani? Watu baba yao ni wao, wanakuwa wana wa nani? Wana wa Mungu. Kwa hiyo Yesu ni mwana wa pekee au ana wenzake? Yeye ni mwana wa pekee, kwamba ana upekee wake tofauti na wengine. Ana upekee gani? Sio kama hivyo kufa na kufufuka ni pekee. Kuzaliwa kwake alizaliwa bila baba, kwamba aliweka, yani ni neno tu litamka kwamba Mungu yani aliamua kufanya zile nguvu zake akajifanya mtu. Kwa hiyo wewe utakaotuambia sasa kwamba upekee wa Yesu na kuitwa mwana wa Mungu ni kwa mazazi, si ndio? Ndio. Ukitafsiri kwa mazazi unakusudia sasa upekee huu, kwa sababu kwa mujibu wa wana theolojia wa Biblia mtu anaweza kuitwa mwana wa Mungu kwa mujibu wa theolojia wa Biblia kwa sababu ya yule mtu kufanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Okay, sawa. Umeelewa? Lakini kwa hiyo wana wa Mungu kwa mujibu wa Biblia hauji kwa maana ya kuzaliwa kwa damu au kwa tendo la ndoa. Ndio. Sasa ikiwa tafsiri hiyo ni sawa, watu wengi waliokuwa wema kwa tafsiri ya Biblia wanakuwa wana wa nani? Wana wa Mungu. Sasa wewe ukasema Yesu hayumo kwenye kategoria ya hili kundi la wana wa Mungu kwa sababu ya wema, bali kwa sababu ya kuzaliwa. Sasa unataka utuambie kwa vile Yesu hakuzaliwa na baba mwanadamu, baba yake ni Mungu? Baba yake ni Mungu, yeye alitoka ndani ya Mungu. Yaani ndio maana anasema yeye alikuwa na Mungu kabla hata ya Musa. Yeye walikuwa pamoja. Sasa hapo ndipo panapotafsiri mbaya sasa kwamba huyo Mungu anayemzaa Yesu atakuwa na sifa za kibinadamu. Haiwezekani kwa sababu wao walikuwa, yeye alijifanya, alichukua mwili. Unachokizungumzia inaitwa biological son. Alitoka ndani ya baba, lakini Mungu ana njia nyingi za kuumba. Kwani si hata Adam naye alimuumba kwa udongo? Ila yeye Yesu alitoka kama sehemu ya baba ndani ya Mungu. Sasa unakubali Yesu kaumbwa au kazaliwa? Katoka ndani ya Mungu. Kazaliwa. Zama nake toka ndani ya. Kuzaliwa ni tendo lenye mfungamano wa nguvu mbili. Ndio kuzaa. Kuzaa ni kutoka ndani ya. Kama utasoma kamusi, zaa toka ndani ya. Ndani ya. Kwa hiyo tunakubali Yesu ametoka ndani ya nani? Ya baba. Kwa hiyo unakubali kwamba ametoka kwenye nature ya Mungu? Ndio maana nasema ana asili moja na Mungu. Tunakubaliana kwamba kama Yesu katoka kwenye nature ya Mungu, atoka ndani ya Mungu, kisha akaingia kwenye mwili wa nani? Wa mwanadamu. Wa mwanadamu ambaye ni Mariam, sawa? Mwanadamu huyu Mariam na Mungu wameunganisha nguvu, si ndio? Hawajaunganisha, yeye kamweka. Sasa kama kamweka, si alitakiwa akae pale ili aweze kukua? Kwa nini hakutoka tu hivi hivi? Si aliwekwa ili akue, awe mimba akue, na kule ndajo kabisa kawa mimba, si ndio? Tafsiri yake nini sasa kama sio biological son? Hatuwezi kuzungumzia ile biolojia ya sisi ya kibinadamu. Tunazungumzia ile asili kwamba Mungu ana uwezo wa kuweka kitu. Kama Mungu anaweza kaweka ugonjwa ndani ya mwili wako, kwa hiyo anaweza kamweka hata mwanadamu ndani ya mwili wako. Ngoja ukupe ufafanuzi sasa mzuri. Sawa. Ufafanuzi mzuri uko hivi. Wana wa Mungu una maana mbili. Wana wa Mungu si fundisho lilianza kwenye Ukristo. Limetoka mbali. Wana wa Mungu una maana ya kwanza ni mtoto wa Mungu kibiolojia. Na mtoto wa Mungu kibiolojia ukitafsiri hivyo, lazima utamshusha Mungu hadhi. Kwa kusema Mungu ameshare nguvu kwenye kupatikana mtu huyu. Yeye hajashare, amemweka. Subiri kidogo. Kumweka sikatoka ndani yake? Ndio. Sasa ukitoka ndani yake si sehemu ya Mungu? Si nguvu ya Mungu imetoka hiyo? Ndio. Sasa na ndio maana wanafanya kazi pamoja. Kwanza wewe unakubali katoka ndani ya Mungu. Sasa si sehemu. Kwani wewe ukizaa mtoto ni sehemu yako, sio sehemu yako? Sio, ni sehemu yangu, lakini ni tofauti na ile njia aliyozaliwa yeye. Wewe utasema ni tofauti. Tunachokiangalia source ya kwanza, wewe umetoa kwenye mwili wako, kwenye nafsi yako, ikawekwa kwenye nafsi ya pili, na unasema Mungu imetoka, Yesu ametoka ndani akawekwa sehemu ya pili na akakuwa kwa mimba miezi 9 mpaka akazaliwa. Sasa si unasema Yesu katoka ndani? Si biological son. Ndio maana nakwambia huo wana wa namna hiyo ni wa muda mrefu ambao kibibilia ulikuja ukaondolewa maana hizo, ukapewa uwana wa pili. Yani uwana wa kibiolojia kibibilia ukapingwa, ukapewa uwana wa pili wa kibibilia unaitwa uwana wa kiimani, ambao huo sasa umeanzia wapi? Umeanzia kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 6. Ikawa wana wa binadamu
wanadamu walipozidi kuwa wengi katika uso wa dunia, wana wa Mungu wakaona binti za binadamu kwamba ni wazuri, wakajitwalia wake. Sasa ikaja kwenye wana wa Mungu kwa sababu ya utiifu. Ndio huu unaokwenda ukisikia wana wa Mungu mbali mpaka kufika kitabu cha Malaki. Sasa ilipokuja kipindi cha Yesu, watu wakatengeneza notion au fikra, kwa vile Yesu hana baba, huyu atakuwa baba yake nani? Ni Mungu. Ndio kama unavyosema sasa wewe kwamba Yesu ametoka ndani ya nani? Ya Mungu. Akakaa ndani ya nani? Ya Mariamu. Na nguvu ya kuingia ilikuwaje? Roho wa Mungu alikuja juu yake na kivuli chake aliye juu kikamfunika, na hivyo akapata mimba. Bado unaendelea kuongelea actions fulani ambazo zimefanyika baina ya Mungu na Mariamu. Even if utakataa kwamba hakuna sperm, hakuna jambo lolote limeendelea pale, lakini unaposema nguvu imetoka huku ikaingia huku, lazima ukubali kwamba umekusudia sasa uungu, wana wa Mungu wa kibiolojia. Sasa tuamuuliza Yesu. Yesu wala hilo nalikubali na yeye kuitwa mwana wa Mungu? Sijui mbona lakini. Tuamuuliza yeye. Tusome kitabu cha Mathayo. Mathayo ngapi? 26. Anasema hivi 62. Kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia, hujibu neno, hawa wanakushuhudia nini? Lakini Yesu akanyamaza. Kuhani mkuu akamwambia, na kuapisha kwa Mungu aliye hai, utuambie kama wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Yesu akamwambia, wewe umesema. Lakini nawaambieni tangu sasa mtamuona mwana wa Adamu ameketi katika mkono wa kulia wa nguvu, akija juu ya mawingu ya mbinguni. Yesu ni mwoga? Hapana. Yesu ni mwongo? Mwoga? Hapana, sio mwoga. Ni mwongo? Sio Mungu. Anasema kuanzia sasa wewe umesema kwamba mimi ni mwana wa Mungu, lakini kuanzia sasa mimi nitamuona kama mwana wa nani? Wa Adamu. Kwa hiyo Yesu anajitambua kama mwana wa nani? Mwana wa Adamu. Unakubali hilo? Nakubali, sikaongea yeye. Na pale muda ule anaongea alikuwa mwanadamu. Sawa. Alipoapishwa aseme yeye ni mwana wa Mungu, alikubali? Rejea tena kama hujaona. Hapa alimwambia wewe wasema. Wewe umesema, maana yake mimi sikufanyaje? Sijasema mimi. Ila amesema nani? Yule kuhani. Kwa hiyo ni maneno ya nani? Yesu wakati anabatizwa sauti ikasikika kutoka mbinguni ikasema huyu ndiye huyu ndiye. Hapa kwanza haya maneno Yesu aliyoongea ni ya kweli? Haya maneno aliyoongea Yesu ni ya kweli. Amekubali yeye mwana wa Mungu anasema maneno haya ni ya kwako? Amesema hayo maneno ni yako. Sio ya nani? Sio yeye, hajakataa kwamba sio maneno yake, ila akasema wewe ndio umesema. Ameulizwa tuambie kweli kama wewe ni mwana wa nani? Wa Mungu. Yesu alisema ndio au alisema wewe ndio umesema? Akasema wewe ndio umesema. Ila mimi sikufanyaje? Lakini kwa sasa bwana umesema wewe. Maana yake mimi sifanyaje? Hujasema. Hauelewi simple language. Ila anamalizia anasema lakini kuanzia sasa mtamuona mwana wa nani? Wa Adamu. Sasa. Umeelewa lakini? Ndio. Tena kuanzia sasa ni kipindi anataka kuondoka ujue. Ndio. Kwa hiyo Yesu anataka kuondoka duniani, anatuachia ujumbe kwamba yeye ni mwana wa nani? Wa Adamu. Haya, lini alitoka mbinguni kuja kubadilisha huo ujumbe? Sawa, lakini sasa tukisema mwana wa Adamu tutasema mtoto wa nani? Kwa sababu tunachojuaga Yesu ni mtoto wa Mariam. Yesu ni mtoto wa Mariam. Yule Yusufu alibaki kama baba mrishi. Tutasema ni mtoto wa nani? Hilo hoja ya kusema ni mtoto wa nani sio jukumu lako kwanza. Kwa sababu yeye mwenyewe ndio kasema mimi ni mwana wa Adamu. Ukisema tutamdai mwana wa nani? Kwanza wewe utakuwa unamkosea Yesu. Kwa maana alichokisema yeye ni mwongo. Wewe unataka kumtafutia mtu sasa. Hatuna haja sisi kuuliza ni mtoto wa nani. Ila sisi tunachokiuliza amekubali kwamba yeye ni mwana wa Mungu au amekataa akasema yeye ni mwana wa Adamu? Ni mwana wa Adamu. Sasa wewe unamtilia shaka Yesu. Lakini aliongea vitu vingapi? Yesu alisema vile vile ni mwana wa Daudi. Si alisema vile vile ni mwana wa Daudi. Daudi ni Mungu sasa? Sio Mungu, lakini si aliongea na hayo si mambo katika labda kufundisha ndio anaweza kufundisha. Sasa tutasema wa Adamu au wa Daudi? Kujiita mwana wa Adam, kakubali kujiita mwana wa Daudi, kakubali kujiita mwana sio wa Yusufu, lakini ameulizwa utuambie mwana wa Mungu. Akasema ya kwangu, maneno ya kwako. Ya kwako. Kwa hiyo yale ya kuitwa mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu, mwana wa amekataa. Hakuna sema amekataa. Kwa hiyo sisi hatuwezi kusema ni makosa yeye kujiita mwana wa Daudi. Sikajiita mwenyewe. Ni makosa yeye kujiita mwana wa Adamu. Sikajiita mwenyewe. Sisi tunasema ni makosa kusema mwana wa Mungu sababu yeye amesema hayo maneno yenu. Sawa, lakini ukitaka ufundisho sasa, kwa sababu hapo tumekwenda kwenye hoja ya maswali na majibu. Ukitaka ufundisho sasa, kwa nini yeye ajiite mwana wa Adam? Kwa nini ajiite mwana wa Ibrahimu? Kwa nini ajiite mwana wa Daudi au aitwe mwana wa Daudi? Hii ni kwa sababu kiasili katika unabii mitume na manabii ni ndugu. Na katika hao mitume na manabii kwa vile ni ndugu, wako ndani yao watu wenye heshima wanaitwa mababa. Mtume Muhammad ni nabii wa Mungu. Lakini baba yake anaweza kujiita ni mwana wa nani? Mwana wa Adam. Mwana wa Adam maana yake yeye ametokana nani? Na Adam. Adamu ni baba, ni nabii lakini ni baba pia vile vile. Sisi ni wanadamu tutaweza kujiita wana wa Nuhu. Kwa nini? Kwa sababu gharika ilikuja ikaua watu wote, kukabaki vizazi vitatu vya Nuhu. Ndio sababu sisi kuwepo humu duniani. Ham, Sam na Yafet, watoto watatu wa Nuhu. Ndio sababu ya wanadamu wengi waliobakia humu duniani. Kwa hiyo ni wana wa nani? Wa Nuhu. Tutaweza kujiita wana wa Ibrahim. Hajatuzaa Ibrahim.
lakini kwa sababu ya imani tukajiita nani? Wana wa Ibrahimu. Kwa hivyo unapoitwa mtoto wa, inakusudia maana nyingi, sio lazima uzaliwe. Ama suala la Yesu kuto kuzaliwa na baba na mama, hili lisikudanganye. Kwani wewe una wasiwasi kwamba Mungu haumbi? Hapana, sina wasiwasi. Unakubali Mungu anaumba? Yeah. Kwani Mungu akiumba lazima awe mke na mume awepo? Sio lazima. Sio lazima. Yeah. Kwa hiyo kama kamuumba Adamu, baba alikuwepo na mama? Hapana. Kama kamleta Hawa, kulikuwepo na mama? Hapana. Sasa kama kamleta Yesu bila baba na mama, bila baba kamleta kwa mama, una haja gani ya kuuliza kuhusu baba yake? Na wakati tunajua kwamba Mungu anaumba kwa design mbalimbali. Ni kwa sababu ya maneno ya Yesu ya kusema yeye alikuwa na baba kabla ya hata ya wale manabii wengine ambao unawataja kwamba walikuja. Yeye hayupo kwenye ile listi kwamba nimekuja baada ya fulani, nimekuja kwamba labda Yesu amekuja baada ya Musa. Hayupo kwenye hiyo listi kwa sababu yeye alikuwepo kabla hata ya Hawa kina Musa hawajazaliwa. Wewe unachokiongelea sasa ni kitu kingine. Yeah. Unaongelea kuhusu kuwepo kabla. Hicho ni kitu kingine sasa. Ukiongelea kuhusu kuwepo kabla, hiyo ni maudhui nyingine. Kwani mimi nataka nikuulize swali. Wewe umeanza kuwepo hapa, yani mpaka umefika hapa duniani ulikuwa wapi? Sijui. Hujui? Na wakati nilikuwa wapi? Una uhakika? Ndio. Yaani kwamba sikumbuki chochote kabla ya mimi kuwepo duniani. Maandiko hajakufundisha? Maandiko yananifundisha kwamba mimi labda nilikuwa roho. Ulikuwa roho? Ndio. Kwa hiyo ulikuwa wewe lakini katika nini? Roho. Kwa hiyo ulikuwepo au haukuwepo? Naweza nikasema nilikuwepo lakini kwa kuwa sikumbuki chochote nasema sikuwepo. Kutokukumbuka sio sababu. Maandiko yananifundisha kwamba nilikuwepo. Kwa hiyo kama wewe ulikuwepo na Yesu alikuwepo, kuna ajabu gani? Una ajabu gani sasa hapo? Sawa. Ngoja kitu kingine kwa sababu hapa tunachozungumzia ni kuhusiana na Waislamu kufuata njia ya Yesu. Yesu alisema anaenda kutuandalia makao, akirudi anakuja kutuchukua. Yohana sura ya 14 mstari wa kwanza. Haya, soma. Akirudi anakuja kutuchukua. Sawa, ngoja nilisome kabisa hilo andiko. 14. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama hivyo ngaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Yesu bado hajarudi mpaka leo. Alichotuahidi atatuletea Roho Mtakatifu ambaye atakuwa anatulinda, anatuongoza. Mpaka leo bado hajarudi. Halafu hapo katikati amekuja anajitokeza mtu anayeitwa Mtume Muhammad. Anaanza kusema yeye ndo nabii wetu sasa. Tusiendelee tena kumsikiliza Yesu. Yaani maana yake sisi yani ni kama vile Yesu alivyokuja watu wasiendelee kumfuata Musa, kumsikiliza Musa, wamsikilize yeye. Na sisi sasa tumwache kumsikiliza Yesu, tuanze kumsikiliza Nabii Muhammad. Hii inakwaje? Na yeye alishatuambia atarudi yeye mwenyewe kuja kutuchukua. Ikiwezekana atakuja kumchukua hata mtume mwenyewe. Yeye Yesu atakuja kumchukua. Kwanza nataka nikwambie kitu kimoja. Sawa Wakati Yesu anaondoka, alisema hakutakuja mtume baada yangu. Sina uhakika kama alisema hivyo, ila alichoahidi ni kutuletea Roho. Yeye alisema anakwenda, atarudi, lakini kabla ya kurudi atakuja msaidizi. Sasa kabla ya kuangalia msaidizi ni nani, na kuuliza, alikataa kwamba hakutakuja manabii baada yake? Hilo kutamka kabisa kwamba hatakuja nabii baada yangu hakutamka, lakini alisema atakuja kulichukua kanisa. Sasa swali la pili, je, alisema kwamba atakuja nabii baada yake? Hakutaja kwamba atakuja nabii. Hakutaja kwamba atakuja nabii. Kuna nabii atakuja? Hapana. Hakutaja Sawa. Mtume Muhammad aliwahi kutajwa na Yesu? Hamna sehemu Mtume Muhammad ametajwa na Yesu. Kabisa? Yesu amtaje Mtume Muhammad? Hapana. Sasa nikuulize, je, kwa kutabiri aliwahi kumtabiri? Kumtabiri Mtume Muhammad? Hapana. Nakuuliza kitu kingine. Yesu anaweza kujua mambo yajayo? Anajua. Kipindi alipokuwepo alikuwa anaweza kujua kwamba mwaka 2020 kutatokea nini? Sina uhakika kama alitaja kuna mambo yatatokea, lakini zile dalili alizokuwa anazitaja na sisi tunaona zinatokea, tunaona kwamba alitabiri. Anajua kwamba 2020 kutatokea nini? Anajua. Kama anajua, katikati yake amekuja mtu amepata wafuasi wengi mno, aitwa Mtume Muhammad. Hilo jambo alikuwa analijua ama alikuwa alijui? Alikuwa ajui. Kwa maana Yesu hakujua kuja kwa Mtume Muhammad. Yaani yeye hakujua kama atakuja Mtume Muhammad, isipokuwa alikuwa anajua kabisa kwamba kuna manabii wa uongo watakuja. Kuna alikuwa anataja hivyo kwamba kuna manabii wa uongo watakuja, kuna roho za uongo, kuna watu watazungumza. Sasa nikufundishe. Wewe umekuja kutuelezea kuhusiana na Roho Mtakatifu. Sawa Kitabu cha Yohana ndicho kenye kumtaja huyo Roho Mtakatifu. Sura 16 mstari wa 7. Hebu ifungue. Yohana 16 mstari wa 7. Sawa. Mstari wa 7 anasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitamtuma kwenu. Yesu anasema mimi nikiondoka atakuja msaidizi kwenu. Sawa Kwa hiyo kuna anayetarajiwa kwamba atakuja kama msaidizi. Sawa sio sawa? Ni nani huyo? Anayekuja kama msaidizi? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Haya, sasa tuweke kauli kwamba anayekuja ni Roho Mtakatifu. Tuendelee. Naye akiisha kuja huyo atahakikisha ulimwengu atauhakikisha ulimwengu. Kuanzia 7 alafu shuka taratibu. 7. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja. Kalela Online TV, elimu ya dini, tiba ya jamii.